Haleluya. Ninakushukuru Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu tena kwa sababu ya alfajiri ya leo. Imempendeza kutupatia neema tena tuendelee kuwepo. Ni kwa huruma zake tu na neema yake. Siku zote wanasema si kwamba tumestahili, isipokuwa tu yeye ametustahilisha kwa neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya alfajiri ya leo tena, ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi wa 11 2025. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana sana kwa upendo wake. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tumepata changamoto tena. Lakini hakuna shida. Hakuna shida. Bwana Yesu. Yes, tumepata changamoto tena kwa mara nyingine. Lakini still hakuna shida. Bado tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake hii ya pekee sana, ambayo katika hiyo amekuwa pamoja na sisi tena kila wakati, na hata majira haya tena ameendelea kuwa pamoja na sisi. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake hii. Basi asubuhi ya leo naomba nimshukuru Mungu tena, alafu tukapate kuendelea na maneno yake katika alfajiri ya leo, na tutaendelea na ibada yetu. Haijalishi kwamba hali imekoaje, haijalishi nini kinatokea, lakini tunamshukuru Mungu na tutaendelea hivyo hivyo kadri Bwana atupavyo neema. Tutaendelea na Mungu ataendelea kutupa namna zaidi na vitendea kazi zaidi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru sana kwa sababu ya neema yako Bwana katika alfajiri ya leo. Asante sana kwa sababu ya pendo lako la ajabu. Asante sana Bwana kwa sababu ya fadhili zako ambazo ni nyingi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakushukuru mno kwa kuwa umekuwa pamoja na sisi ya Bwana, ijapokuwa hatukustahili hata kidogo, lakini mfalme wetu umeendelea kuwa pamoja na sisi ya Bwana. Umeendelea kutulinda, umeendelea kututunza. Baba, tunasema asante sana kwa sababu ya pendo lako hili ya Bwana la pekee, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, asante sana kwa kuwa umekuwa pamoja na sisi Bwana wangu. Baba, ninakushukuru sana kwa pendo lako hili, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakushukuru mno kwa kuwa pamoja na sisi Bwana katika alfajiri ya leo. Baba, tunakushukuru sana. Tena Bwana wangu, tunakuomba katika ibada hii ya leo Bwana wa mabwana, uwe pamoja nasi tena Mungu mtakatifu. Ukisema nasi Bwana, ukiendelea kutufunulia, ukiendelea kutufafanulia Bwana, katika jina la Yesu. Bwana wangu na baba yangu, tunakuomba Bwana ukaendelea kuzungumza na sisi, ukaendelea Bwana kuyafunua maneno yako ndani yetu mfalme, katika jina la Yesu. Ukaendelea kutupatia mafunuo zaidi, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana wangu na baba yangu. Baba, ninakuomba uwe pamoja nasi Jehova, ukijidhihirisha katikati yetu, kwa kuwa wewe ni Baba na unabaki kuwa Mungu. Bwana wangu, haitajalisha kuna mazingira gani, Bwana wangu, bado wewe ni Mungu. Tunasema asante kwa sababu ya pendo lako la ajabu. Tunaomba Bwana uwe pamoja nasi majira haya Bwana, ukizungumza na kila mmoja wetu, ukisema nasi Bwana, kwa kuwa mfalme wetu tunakuhitaji sana, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Baba, tunasema asante kwa sababu mambo yote Mungu mtakatifu yako mikononi mwako, nawe Bwana wangu utazungumza nasi. Roho Mtakatifu na kwamba ukatamalaki katikati yetu Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Baba, ninasema asante kwa sababu uko pamoja nasi na unazidi kujitukuza Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema yako ya pekee katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuendelee na maneno ya Mungu katika alfajiri ya leo. Huenda tukaufupisha muda wetu kutokana na changamoto hii ya kukatika kwa umeme, lakini Bwana atupavye neema. Nafikiri siku zijazo hapa tutakuwa tumepata namna nzuri ya kuweza kuendelea pamoja na ndugu zetu ambao wako wanatufuatilia kwa njia ya mitandao. Wale ambao tuko pamoja si shida sana, lakini wale ambao tunafuatilia kwa njia ya mtandao tunapata changamoto kidogo, hasa ya usikivu. Unaweza kuwa uko vizuri, lakini kile kinachoendelea inakuwa hakiwezi kuonekana vizuri. Lakini Mungu akubariki sana. Tutaendelea. Neno la Mungu linazungumza kwenye kitabu cha Mwanzo, tulisoma jana na tuendelee kusoma kidogo, kisha tuelekee kwenye sura ya pili. Ule mstari wa 28 wa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, neno la Mungu linasema hivi: Mungu
akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaendelea na ile B, naomba usikie kwanza hii. Neno la Mungu linasema hivi kwamba Mungu akawabarikia akina nani? Akina Adamu. Yani alipomuumba mtu akawabarikia wale aliowaumba, yani mume na mke, Adamu na Hawa. Biblia inasema akawabarikia. Alipowabarikia akawaambia, zaeni mkafanyeje? Mkaongezeke. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama alishawabarikia, kuna watu wamekuwa wanapotoshwa na kuambiwa kwamba dhambi aliyofanya Adamu na Hawa ilikuwa ni zinaa. Sasa nataka nikuulize wewe ambaye unaamini hivyo, au pengine uliwahi kuambiwa hivyo na wewe ukakubali. Nataka nikuulize swali, kama unadhani kwamba walifanya zinaa, soma mstari wa 28 vizuri. Na Mungu linasema kwamba Mungu alishawabarikia tayari. Alishawabarikia, akamwambia zaeni mkafanyeje? Mkaongezeke. Kwenye kuongezeka si tu muongezeke ovyo ovyo, muijaze nchi. Si tu muongezeke ovyo ovyo, anasema mnaongezeka mkijaza nini? Nchi. Ameshabariki. Na unajua Mungu baada ya kuumba, kufinyanga matope kwa mara ya kwanza na ya mwisho, Mungu hakuwa na mpango tena wa kurudia ile kazi ya kufinyanga matope ndio watu waongezeke. So aliweka reproduction system kwenye mwili wa mwanadamu wa kike na mwanadamu wa kiume. Akatengeneza system ya kuzaliana. Na hii system ya kuzaliana, as you know, ndivyo ilivyo kama ulivyosoma kwenye biology. Kama ulivyosoma kwenye science, ndivyo ilivyo na haibadiliki. So hiyo ni system. Ndio maana Mungu kabla hata hajafanya kitu anasema akawabarikia. Kwa nini? Alijua ama alishaandaa mazingira ya kuongezeka, ama njia ya kuongezeka ni hiyo, na kwa sababu ni hiyo lazima wapate baraka. Kwa hiyo Mungu akawabarikia wakaenda. That's why hata sasa hivi mtu anapoishi, anapochukua mwanamke, anapochukua mke akaoa kienyeji au akaolewa gizani, hajapata baraka za madhabahu, anatengwa na ushirika. Do you know why? Just because hata Mungu mwenyewe before aliwabarikia kwanza. Kwa sababu Mungu aliwabariki kwanza, wakatembea na ile baraka. So unapoingia kwenye ndoa, umeingia kinyemela, umeingia kienyeji bila baraka za madhabahu, maana yake ni kusema umeingia kinyume, umeingia kwa mlango wa nyuma. Na kama umepitia mlango usio rasmi, ni kusema kwamba hautembei na ile baraka ya nani? Ya Mungu. Ni maana huwa tunawaambia vijana, huwa nawaambia mara nyingi sana, jichunge, jilinde, hakikisha hauanguke, usifanye zinaa. Maana hii tangu mwanzo Mungu hajawahi kutengeneza mazingira ya namna hiyo. Mungu aliwabarikia. Biblia inasema aliwabarikia. Originally Mungu aliwabarikia. Hii habari ya kwenda tu kienyeji imekuja baadaye na wanadamu baada ya dhambi kuonekana. Lakini Mungu hakutengeneza huo mpango, hapana. Huo utaratibu kwa Biblia inasema alimbariki Adamu na Hawa, akawaambia zaeni mkaongezeke. Hata wanyama vile vile akawabarikia wakaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Hali kikubwa ambacho nataka sana tuone hapa ni hiki hapa. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Hiki natamani tukiangalie vizuri zaidi. Yesu asifiwe sana sana. Ni muhimu sana ukajua, ndugu yangu mpendwa, kwamba na Biblia inaeleza vizuri kabisa. Hii tutaiangalia vizuri kule mbele tutakapofika kwenye sura ya 3, na tunaenda hivi taratibu kwa sababu ni muhimu ukajua kwa nini tunapaswa kurudi uweponi. Kwa nini tunapaswa kuishi ndani ya uwepo wa Mungu. Angalia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaiangalia vizuri kule. Lakini la Mungu linaeleza kule tutaenda ndani zaidi. Hapa tuguse tu kidogo. La Mungu linaeleza kabisa vizuri kabisa kwamba Adamu na Hawa walichofanya walikula nini? Tunda. Sasa nadokeza kidogo. Tutaendelea kuangalia kwa undani. Lakini nadokeza kwa leo, nadokeza hivi kwamba kula tunda lilikuwa ni matokeo ya dhambi iliyokwisha kufanyika. Kula tunda ni tokeo la dhambi iliyokwisha kufanyika tangu muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ni muhimu watu wakajua kwamba Adamu na Hawa hawakufanya nini? Hawakufanya zinaa. No, hawakufanya zinaa. Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kurejea kwa nguvu ya umeme.
Bwana Yesu asifiwe sana. So muhimu sana watu wakajua kwamba Mungu alipale Adamu na Hawa hawakufanya zinaa. Hapana. Hii nimewahi kukuta mtu mzima kabisa, tena mtu mkubwa kabisa, mtu mzima, yani ana umri kabisa, amewakusanya vijana kama 4 5 hivi, anamwambia hapana, unajua nini walikula, walichokula usifikiri Biblia imeficha tu, lakini walichofanya ni zinaa. Naambia acha kudanganya, hiyo ni injili potofu hiyo. Hakuna kitu cha namna hiyo. Biblia inaeleza vizuri kwamba walikula nini? Walikula tunda. Sasa uniambie kama ni zinaa, basi nataka uniambie, kwa sababu Biblia inasema ulikuwa ni mti ujuzi wa mema na nini na mabaya. Sasa tutauangalia huu mti wa ujuzi wa mema na nini na mabaya, tutauangalia. Usipate shida. Kwa nini Mungu aliuweka? Je, ulikuwa mtego? Tutauangalia. Amba twende taratibu kabisa, tutauangalia. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho Mtakatifu anaamua kuweka wazi kila kitu, anaamua kufunua, anaamua kuweka wazi. Haleluya. Ninampenda sana Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka ujue jambo hili, Adamu na Hawa hawakuzini, lakini neno la Mungu linaongeza kusema hivi. Ile bii tutaiangalia vizuri kule mbele, hii tutaiangalia vizuri tutakapofika kule kwenye sura ya 2 na kuendelea, tutaiangalia vizuri zaidi. Tazama mstari wa 28b anasema, mwanzo anasema mkaijaze nchi na kuitiisha. Jamani, anapotumia neno kuitiisha, maana yake iwe chini ya mamlaka yenu, iwe chini ya uwezo wenu, iwe chini ya kutawala kwenu, iwe chini ya utawala wenu, iwe chini ya mamlaka yenu. Ndio maana atumia neno muijaze nchi, na mtakapoijaza sio tu hivi hivi kwamba mjae kama magunia, mnajaza huku, mnafanya nini? Mnaitiisha huku, mnaitawala huku, inakuwa chini ya uwezo wenu. Kwa mjaze nchi. Wewe nataka ujue jambo hili, aliyepewa kutawala hakuwa Adamu na Hawa peke yao, hakuwa Adamu peke yake. No, anasema hata wale watakaozaliwa wote, tiisheni nchi, itawaleni nchi, tawaleni dunia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisisitize na kurudia tena kauli ambayo nilisema juzi na jana kwamba shetani hakuwahi kupewa dunia. Hakupewa hiyo biashara, hakupewa hiyo biashara hiyo, yani habari ya kutawala dunia. Mungu hakumpa shetani. Nini kilitokea? Tutaangalia vizuri, tutaenda taratibu, tutaangalia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So anaeleza kwamba kwenye kuijaza nchi mnaitiisha pia, manake mnaendelea kutawala. Yesu asifiwe sana. Mnaendelea kuitawala nchi, haitakaa tu hivi hivi, mnaitiisha, inakuwa chini ya uwezo wenu. Tumalizie ule mstari, anasema hivi, mkatawale. Elewa hapa, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Anarudia maelekezo yake kwenye mstari wa 26, anarudia kwenye mstari wa 28 pale mwishoni, kwamba kwenye kuitiisha nchi anasema tukatawale kuanzia kila kitu. Kwa hiyo mwanadamu, elewa, Adamu na Hawa walipoumbwa, nataka usikie vizuri ndugu yangu, Adamu na Hawa walipoumbwa na Mungu akawaweka, walipoumbwa tu, Biblia inaeleza vizuri kabisa kwamba akawaambia hata na watoto mtakaozaa watakuwa na kazi hiyo hiyo. Yesu asifiwe. Hapa tunagundua nini? Kwa Roho Mtakatifu tunagundua mwanadamu hakuumbwa, au mtu hakuumbwa kwa ajili yake. Hakuna mtu yoyote ule ambaye ni tajiri, au hakuna kampuni yoyote au shirika yoyote au serikali yoyote ambaye inamuajiri mtu kwa sababu ya huyo muajiriwa. Haajiriwi kwa ajili yake. Kila anayekupa ajira anakuajiri kwa faida yake. Ngoja niseme tena, kila anayekuajiri anakuajiri kwa faida yake. Naomba nisisitize hivi, wewe uliyeajiriwa haukuajiriwa kwa faida yako wewe, umeajiriwa kwa faida ya kampuni, umeajiriwa kwa faida ya mwenye kampuni. Wewe uliajiriwa serikalini, haujaajiriwa kwa ajili yako, umeajiriwa kwa ajili ya faida ya wananchi, kwa faida ya taifa. So as you are working, you have to work just for the profit of the nation.
Unatakiwa unapofanya kazi, ufanye kazi kwa faida ya taifa, na si vinginevyo, maana wewe umeajiriwa sio kwa ajili yako, umeajiriwa kwa faida ya wale waliokuajiri, na umeajiriwa na kodi za watu. Wewe kama umeajiriwa na kodi za Watanzania, umeajiriwa na kodi za Wakenya, umeajiriwa na kodi za watu, kodi majasho ya wananchi ndio amekuajiri wewe. Lakini umeajiriwa kwa ajili ya wananchi, haujaajiriwa kwa ajili yako. Wewe uliajiriwa na serikali, umeajiriwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya taifa. Umeajiriwa kwa ajili ya wananchi, haujaajiriwa kwa ajili yako wewe. Umeajiriwa kwa ajili ya nchi, haujaajiriwa kwa ajili yako. Not for you. My brother, my sister, you have to know it today. This morning you have to know this, please. Kwamba wewe kama umeajiriwa kwa faida ya mwenye kukuajiri. Ndio, umeajiriwa na shirika fulani. Wewe unafanya kazi kwa faida ya shirika. Hiyo kampuni ile kuajiri, wewe unafanya kazi kwa faida hiyo kampuni, haufanyi kazi kwa faida yako. Faida nyingi unayozalisha kwenye kampuni ndio inakudondokea wewe kidogo mshahara wa mwisho wa mwezi. Nirudie tena. Faida nyingi unayozalisha kwenye kampuni ndio inakudondokea wewe pasenti fulani, inakuangukia wewe mwisho wa mwezi. Kwa hiyo naomba niseme hivi. Samahani sana watumishi wa Bwana. Hii naomba nisiseme, nitaizungumza kule mbele tutakapokuwa tunazungumza kuhusu mambo ya uchumi. Mungu akitupa hiyo neema tukifika kule nitaizungumza. Lakini kwa sasa naomba niiache. Ila cha muhimu kujua ni kwamba umeajiriwa not for your own, hapana, ni kwa ajili ya kampuni. Umeajiriwa kwa faida ya shirika, umeajiriwa kwa faida ya wananchi, kwa wote mwajiriwa wa serikali. Ni muhimu sana ukalielewa hili. Usije ukadhani umeajiriwa kwa ajili yako, usije ukadhani umeajiriwa kwa faida yako, usije ukadhani umewekwa pale au umeajiriwa pale kwa sababu yako wewe. No, umeajiriwa kwa faida ya nani? Ya kampuni iliyokuajiri. Hiyo ndio tunapaswa kufaidika kwanza. Kwa hiyo elewa tu, mwanadamu au mtu alivyoumbwa, Biblia inaeleza vizuri kabisa, Mungu alipomuumba mtu akamwambia katawale. Kwa hiyo Mungu amemuumba mtu kwa ajili yake yeye, hakumuumba kwa ajili ya yeye, yani ya huyo mwanadamu. No, amemuumba kwa ajili yake. Ndio maana anapomuumba tu anampa kazi ya kufanyaje? Kusimamia uumbaji mwingine duniani. Kwa hiyo ni muhimu ukajua wewe umeumbwa kwa ajili yake, wewe umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Haitajalisha unamwamini ama haumwamini, lakini umeumbwa kwa ajili ya Mungu, si kwa sababu nyingine yoyote. No, tunaomba unisamehe sana. Kabla ya mambo yote, elewa umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Sikia, kama ambavyo wewe umeajiriwa kwenye serikali ama mahali popote umeajiriwa, kama umeajiriwa, kumbuka vizuri na uelewe vizuri, haujaajiriwa kwa ajili ya watoto wako. Haujaajiriwa kwa faida ya watoto wako, umeajiriwa kwa faida ya nani? Ya serikali, kwa faida ya wananchi, kwa faida ya kampuni. Hiyo faida nyingi uliozalisha ndio itakudondokea wewe kidogo mwisho wa mwezi, pamoja na nani? Na watoto wako. Lakini cha kwanza, kipaumbele ni kampuni kwanza, sio watoto wako kwanza. No, kampuni kwanza. Kwa nini? Ndio wamekuajiri kwa ajili yao. Wewe hata mwanadamu umeumbwa ni kwa ajili ya Mungu. Watoto wako ni baadaye, lakini kwanza kwa ajili ya Mungu. Mkeo ni baadaye, kwanza kwa ajili ya Mungu. Mumeo ni baadaye, kwanza kwa ajili ya Kristo, kwanza kwa ajili ya Muumba, kwanza kwa ajili yake. Kabla ya vyote, kipaumbele chako awe Mungu. Wewe sikia kuirudia na kuirudia tena. Kipaumbele chako awe Mungu. Kwa nini? Umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Hajasema hapa kitu kingine chochote. Anasema wakatawale. Sababu ya kuomba hivyo, hajasema nimewaumba kwa mfano, kwa sura yangu, ili wakazaane, ili Adamu amuoe Hawa, ili Joni amuoe Janeti. Hakuna hiyo kitu. Hajasema hivyo. Anasema anawaumba kwa sura, kwa mfano, ili wakatawale. So this is to say, anawaumba kwa ajili ya kazi maalum aliyowapatia. Hajawaumba hivyo kwa sababu nyingine. Umeumbwa, you was created just like in the likeness of God, after his likeness. So if you are created that in that form, you have to remember and to know this. Notice that you are just for God himself, not for you. Umeumbwa hivyo kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili yako. Hukuumbwa hivyo miguu yako miwili, hukuumbwa hivyo na akili kuliko wanyama wengine, kuliko viumbe wengine, ukadhani umeumbwa kwa ajili yako. Hapana, umeumbwa kwa ajili ya Mungu. So
So wa kwanza kufaidika na maisha yako anapaswa kuwa Mungu kabla ya mkeo. Acha niseme tena, nasema hivi, wa kwanza kufaidika na maisha yako anapaswa kuwa Mungu, sio mumeo. Wa kwanza kufaidika, samahani sana, wa kwanza kufaidika na maisha yako si watoto wako, ni Mungu kwanza, wala si mumeo, wala si mkeo. Anayepaswa kufurahia mwili wako ni Mungu aliyeumba. Ngoja nirudie tena. Anayepaswa kufurahia existence yako, anayepaswa kufurahia uwepo wako, anayepaswa kufurahia kuwepo kwako duniani si familia yako, si baba yako na mama yako. Wanaopaswa kufurahia na anayepaswa kufurahia ni Mungu kwanza. Hao wengine wanafurahia baada ya Mungu kufurahia. Sini kuelezeje mpendwa? Narudia tena. Hawa wengine wote wanapaswa kufurahi baada ya Mungu kufanyaje? Kufurahia. Umeajiriwa kwa ajili ya kampuni. Kampuni ifaidike. Ile faida nyingi unazalisha kwenye kampuni ndio ambayo pasenti fulani itakudondokea wewe mwisho wa mwezi. So umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Ishi Mungu kwanza. Ukimuishi Mungu kwanza, akakufurahia wewe, maana amekuumba kwa ajili yake, akikufurahia wewe, ile furaha ambayo unazalisha kwa Mungu nyingi, ile furaha unavyomfurahisha sana, ndio itawaangukia kwa familia yako. Faida nyingi unazalisha kwa Mungu itaijilia familia yako. Na kadri ambavyo unakuwa mtoro kazini, ni kuyahatarisha usalama wa familia yako. Kadri ambavyo unakuwa mtoro kwenye kazi ulioajiriwa, ndivyo ambavyo unahatarisha kibarua chako, na kama unahatarisha kibarua chako, unahatarisha elimu ya watoto wako, chakula na mavazi na kila kitu, na namna ya kuishi kwa ujumla. Kadri ambavyo unakaa mbali na Mungu, kadri ambavyo unajiishi unavyotaka wewe, na hii tutarudia. Yes. Katika jina la Yesu nasema hivi, kadri unavyoishi vibaya mbele za Mungu, ndivyo unavyohatarisha usalama na aina na namna ya kuishi ya familia yako. Usidhanie ni wewe, maana umeumbwa kwa ajili ya Mungu. So kitu cha kwanza, muishi Mungu kwanza. Ukimuishi Mungu kwanza, yeye atafanya kwa ajili ya familia yako. Umeumbwa kwa ajili ya Mungu, my brother, my sister, please. Elewa, haukuumbwa kwa ajili yako. Haukuumbwa kuwa mama fulani. Mama fulani unafuata baada ya kuumbwa kwa ajili ya Mungu. Umeumbwa kwa ajili yake. Huo mama fulani ni baada ya Mungu kufaidika. Baba fulani ni baada ya. You was not created just to be a mama fulani. Oh, baba fulani. No, haukuumbwa uwe mama fulani na baba fulani. Wao mama fulani na baba fulani unakuja. Ndio maana nasema hivi, sikia vizuri kabisa. Sikia vizuri. Naomba nirudie tena. Niseme na wewe katika jina la Yesu, na ulisikie neno la Bwana. Mwanadamu, sikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Sikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Sikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Sikia naye Bwana atanena na wewe. Nasema sikia naye Bwana atasema. Sikia naye Bwana atanena ya kwamba uliumbwa kwa ajili yake. Ndio maana hapa tunaposema amewaumba, na tumfanye mtu, ule mstari 26 narudia tena, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Sababu ya kuumba hivyo ni ili wakafanya kazi yangu mimi ninayowapa. Mstari 28 anasema akawabarikia. Hii ni baada ya kwamba wameumbwa kwa kusudi fulani, ile kusudi kwamba wameumbwa kwa ajili yake, na akawaongezea na baraka ya kuzaana. Ndio maana wanawaambia watu, imetokea hujapata mtoto usivunje ndoa. Kwa nini? Mtoto ni baraka inayofuata baada ya kumwishi Mungu. Umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Uko duniani kwa ajili ya Mungu. Hata usipopata mtoto usijali. Kwa sababu gani? Kwa sababu still Mungu amekuumba kwa ajili yake. Ishi kwa ajili yake, inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba Mungu awape watu watoto kwa sababu wanahitaji. Na Mungu anawapa. Na Mungu ataendelea kuwapa wengine. Wale ambao bado hawajapata, wataendelea kupata. Lakini nataka ujue jambo hili. Atakuweka kipaumbele chako pale. Kipaumbele ni Mungu kwanza. Haya mambo mengine yatafuata. Ndio, yatafuata. Kipaumbele ni Mungu. Umeumbwa kwa ajili ya Mungu, ishi kwa ajili ya Mungu. Kama yeye ataamua amekataa kabisa kukupa mtoto, wala usihuzunike. Hauna sababu eti ya kusema najiua. Hapana, hapana. Wewe umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Thamani yako
ni ile kazi ulioumbiwa. Thamani yako si aina ya watoto unaozaa. Bwana, rudie tena. Thamani yako ni mkono uliokufinyanga na aina ya kazi uliopewa. Thamani yako si aina ya watoto unaozaa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. So nataka ujue hili. Yaani kabla ya mambo mengine yote, unapaswa kumuishi Mungu kwanza. Lisikie neno la Bwana asubuhi ya leo kwamba unapaswa kumuishi Mungu kwanza. Umeumbwa kwa ajili yake, ishi yeye kwanza. Maisha yako mengine yote yanapaswa kufuata baada ya kwamba Mungu anayafurahia maisha yako. Sijasema hautapata, hata usipomfurahisha utapata, lakini originally, kimsingi, wewe umeumbwa afurahie. Yesu afurahie, Mungu afurahie baadaye. Afurahie kwa sababu gani? Ya kuwepo kwako duniani. Afurahie kuwepo kwako duniani, afurahie kutoka kwako, afurahie kuingia kwako, afurahie kuinuka kwako, afurahie kuketi kwako, afurahie hata kulala kwako usingizi. Samahani sana, afurahie hata kwenda kwako chooni katika jina la Yesu. Ndio, kila nyanja ya maisha yako afurahie. Ndicho kitu cha kwanza na sio vinginevyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba hii ieleweke. Naomba hii ieleweke vizuri. Tumeumbwa kwa ajili yake. Unisamehe sana. Unaweza kuona kama tunatulia hapo muda mrefu, lakini nasikia kwa Roho Mtakatifu ndani yangu ya kwamba tunapaswa kuelewa, we was created just for God himself, not for our own choices. No, si kwa maamuzi yetu au machaguo yetu wenyewe. No, tumeumbwa kwa ajili ya Mungu. Tumeumbwa kwa ajili yake na tumeumbwa kwa kusudi lake, na kama tumeumbwa kwa kusudi lake, yeye kwanza kwenye maisha yetu. Kila kitu kisubiri yeye kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na njia pekee ambayo ndio maana tunaangalia nia ya Kristo. Nia ya Kristo ni nini? Tutaiangalia kule mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. So naomba hii ieleweke vizuri kabisa. Naomba Mungu akubariki sana. Natamani tuende mbele za Mungu tukapate nafasi ya kuomba. Tukapate nafasi ya kuomba hapo. Natamani sana tupate nafasi ya kuomba, kwa sababu kuna vile ambavyo ninasikia moyoni. Wakati mwingine umeishi kwa ajili yako, unadhani yani umefika mahali ambako unaona Mungu ni wa baadaye, familia yako ndio ya kwanza, Mungu ni wa baadaye, kuvaa kwako ndio ya kwanza, Mungu ni wa baadaye, shughuli zako kwanza. Sivyo ilivyo. Naomba utambue leo ya kwamba umeumbwa kwa ajili ya Mungu kwanza. Haya mambo mengine yote anakupa baadaye. Haya mengine yote yanafuata baadaye. So kabla ya yote, that's why alfajiri na mapambazuko haya ya wana wa ufalme, wana wa kizazi cha wamtafuta Mungu, yani haya mapambazuko yetu tunatengeneza siku katika jina la Yesu. Tunaomba kwa tunaishi ndani ya uwepo wa Mungu siku nzima katika jina la Yesu. Masaa yote tukae ndani ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu tumeumbwa kwa ajili yake na wala si kwa sababu nyingine yote. Yesu asifiwe sana. Natamani tukapata nafasi ya kuomba sasa katika majira haya. Natamani tukapata nafasi ya kuomba Mungu, na tunakwenda kumuomba Mungu tena atupe neema sana. Tunamhitaji sana. Tunamhitaji mno. Atupe neema. Kuna mahali pengine ambako akili zetu na mioyo yetu imebeba priority ya maisha yetu. Tumebeba priorities mbalimbali kwa ajili ya maisha yetu badala ya yeye kwanza. Mioyo yetu imejaa mambo yetu kwanza, shughuli zetu kwanza, sio yeye kwanza. Tunaomba twende mbele za Bwana alfajiri ya leo. Tunaenda kumsihi Bwana kwamba Mungu aturehemu, Mungu atupe neema tena kabisa, atupe neema kwamba kitu cha kwanza, cha kwanza kwenye maisha yetu awe ni yeye. Hivi vingine vyote vifuate baada ya hapo, lakini yeye kwanza, maisha mengine ndiyo yafuate. Naomba tuende mbele za Mungu sasa tukapata nafasi ya kuomba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu sana. Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina takatifu la Kristo Mwokozi, ninakushukuru sana Bwana kwa sababu ya alfajiri ya leo Mfalme. Ninakushukuru sana Bwana kwa sababu ya neema yako, Mungu mwenye haki, Bwana Mungu mwenye mamlaka, Mungu uketie patakatifu sana. Baba, ninakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana pokea sifa, utukufu na heshima na adhama ya Bwana, kwa kuwa peke yako unastahili sana Bwana wangu. Baba, ninasema asante kwa sababu vile ambavyo Mungu mtakatifu mko pamoja nasi. Bwana Yesu, asante kwa kutulinda. Asante Bwana Yesu kwa kututunza mikononi mwako Bwana wangu. Baba, katika jina la nguvu la Yesu Kristo Mwokozi,
Ninakusihi Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, tumekuja tena alfajiri ya leo, ikiwa ni alfajiri ya mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Asante Bwana kwa sababu ya mapambazuko haya. Jehova, tumekuja mbele zako Bwana, kabla ya mapambazuko, kabla ya kuchomoza kwa jua, tumekuja kwako mfalme msalabani. Baba yangu na Mungu wangu, Mungu mtakatifu Jehova, tunakuomba Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu, kama kuna mahali ambako tumeishi Bwana huku vipaumbele Bwana, cha kwanza vipaumbele vyetu Bwana ikiwa ni mambo mengine na sio wewe, tunakuomba rehema Bwana katika alfajiri ya leo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu Jehova, tunakuomba sana Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba, ninakuomba sana kwamba Bwana wangu turehemu kabisa, Bwana wangu tutakase, ukatuoshe kabisa Bwana kwa damu yako iliyotakaswa, iliyotakatifu Bwana, damu yako ambayo Bwana ni takatifu mno. Yesu, tunakuomba ukatutakase Baba, ukatuoshe, ukatuondolee kabisa Bwana kila makosa yote ambayo Bwana yamekuwa mbele zako juu yetu. Mungu mtakatifu, turehemu Bwana. Baba, tunaomba neema yako tena katika alfajiri ya leo. Mungu mtakatifu, Bwana wangu Baba, tunakuomba ukatupe neema ya kuelewa, ukatupe neema ya kuelewa ya kwamba Bwana tuliumbwa kwa ajili yako. Mungu mtakatifu, nakuomba Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba ukatupe neema ya kuelewa ya kwamba Bwana tumeumbwa kwa ajili yako, na wala haukutuumba kwa sababu ya mambo ambayo tunayashughulikia kwa muda mrefu zaidi, lakini Bwana ulituumba kwa ajili yako. Mungu mtakatifu, na mashauri tuumba kwa ajili yako Bwana wangu na Baba yangu. Tunapaswa kuelewa na kujua Bwana kwamba Bwana tunapaswa kuishi kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana ukatupe neema katika jina la Yesu. Alfajiri ya leo Bwana tumeamua kugeuka, tupe neema ya Bwana tuishi kwa ajili yako duniani. Bwana ukatupe neema tuishi kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba ukatupe neema ya Bwana ya kuishi kwa ajili yako, Mungu mwenye haki. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba utupe neema ya Bwana kwamba kila mmoja wetu Bwana, mkubwa kwa mdogo, tupe neema ya Bwana ya kuishi kwa ajili yako mfalme. Bwana hata watoto ambao wanazaliwa sasa, ukawape neema ya Bwana wakaishi kwa ajili yako. Mungu mtakatifu, tupe neema Bwana wangu Baba, ukatuwezeshe Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu. Ninakusihi sana kwamba Bwana ukatupe neema tuishi kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba utupe neema ya Bwana kuishi kwa ajili yako, tuishi kwa faida yako Bwana, maana ndivyo ambavyo umezungumza nasi katika alfajiri ya leo, ya kwamba umetumba kwa ajili yako, kwa faida yako Bwana. Jehova, tupe hii neema Bwana wangu na Baba yangu, ili kusema maisha yetu yote yamefichwa ndani ya kuishi Bwana kwa ajili yako, kwa ile kusudi. Jehova Mungu mtakatifu, tunakuomba Bwana ukatupe neema yako Mungu mwenye haki. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba nakuomba Bwana wangu kwamba ukatupe neema Bwana alfajiri ya leo. Jehova Baba, tumerudi kwako mfalme. Bwana mapana, tunakuomba tupe neema kuishi kwa ajili yako, tupe kuishi kwa faida yako Mungu mtakatifu. Bwana wangu ukatupe kuishi kwa ajili yako Bwana, tupe kuishi kwa faida yako mfalme wa utukufu. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana. Baba, tuishi kwa ajili yako mfalme. Bwana ufurahishwe sana kuwepo kwetu duniani na sio vinginevyo, katika jina la Yesu. Baba, tutengeneze Bwana wangu Jehova, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Jehova, tunakuomba neema yako Bwana. Baba, ukatupe kuishi kwa ajili yako, tupe kuishi kwa faida yako mfalme. Bwana, ufaidike na kuishi kwetu duniani, ukafaidike Bwana kwa maisha yetu. Mungu mtakatifu, na kuomba Bwana wangu tutengeneze kabisa Jehova Mungu mwenye haki, ukatukuzwe Baba, ukatupe kuishi kwa ajili yako Bwana, ufaidike Bwana na kuwepo kwetu duniani. Ufaidike sana wewe Bwana, ndio ukatukuzwe wewe Bwana, ndio ukainuliwe, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Jehova Mungu mtakatifu. Bwana wangu, tuwezeshe, neema yako na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakuomba ya kwamba Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu
la Yesu Mwokozi Bwana na nguvu zetu. Jehova, ninakuomba neema yako Bwana. Yesu, tunakuomba sana neema yako Bwana awe juu yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, nakuomba Mungu mtakatifu Bwana, wewe pamoja nasi. Jehova, tunakuomba tutengeneze Baba, tufinyange Jehova, ukatupe neema ya Bwana ya kuishi kwa ajili yako mfalme wetu. Tuishi Bwana kwa faida yako Yesu, ukafaidike na kuishi kwetu duniani. Baba, tunakuomba sana tutengeneze, asiyepata mmoja ambaye Bwana anaishi tofauti mfalme. Tupe neema ya Bwana, kwanza tuishi kwa ajili yako, mambo mengine yafuate baada ya hapo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, maana kila mtu aliyeajiriwa, kitu cha kwanza anachofikiria ni namna gani atafanya kazi iwe nzuri, namna gani atafanya kazi kwa ubora, namna gani ataboresha kazi yake. Ndicho anachokifikiria zaidi sana. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu, katupe neema. Bwana, akishaona huyo mtu kwamba ameboresha kazi yake, ndipo anaanza kuwaza kuhusu mshahara. Yesu, nakuomba neema yako Bwana wangu. Baba, tupe neema ya Bwana. Yesu, katupe kujua ya kwamba umetumba kwa ajili yako na tuishi kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba Bwana wangu ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako, kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu, nakuomba Bwana, tupe neema ya kuishi kwa ajili yako Baba, tuishi kwa faida yako mfalme wetu. Tunakuomba tutengeneze Bwana wa Bwana, wanaume kwa wanawake, wazee kwa vijana, tupe kuishi kwa ajili yako mfalme. Bwana, tuishi kwa ajili yako Yesu, ukatupe neema ukatupe neema ya Bwana kwamba tuishi kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, Roho wa Bwana, ninakuomba ukatupe neema Bwana asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba ukatupe neema ya Bwana kwamba Mungu mtakatifu tuishi kwa ajili yako ya Bwana. Baba, tuishi kwa ajili yako mfalme. Tupe neema Bwana kuyaishi makusudi yako duniani kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tupe kuyaishi makusudi yako ya Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatupe neema ya Bwana kuyaishi makusudi yako. Mpe neema huyo baba, mpe neema huyo mama, mpe neema huyo kijana, mpe neema kila mtu katika jina la Yesu. Baba, nakuomba Bwana amshe mioyo yetu Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba sana Jehova, tupe neema Bwana ya kuishi makusudi yako katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba, nakuomba ukatupe neema ya Bwana Baba, tupe kuyaishi makusudi yako kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi, mfalme mwamba na nguvu zetu Bwana. Baba, tupe kuyaishi makusudi yako, ukatupe kuishi mpango wako, tupe kukuishi wewe Bwana duniani ya Bwana, tuishi kwa ajili yako Bwana, tupe kukuishi wewe Kristo Yesu. Nakuomba Bwana ukatupe neema, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatuwezeshe Jehova, tupe neema alfajiri ya leo, tunaomba tena ukatupe neema ya Bwana kuishi kwa ajili yako katika jina la Yesu. Tupe kuishi Bwana kwa faida yako Jehova, tuwe faida yako Bwana, wewe ukafaidike na kuishi kwetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninaomba sana neema yako Jehova Mungu mtakatifu Bwana, kwamba ukatupe neema kuishi kwa ajili yako Bwana. Baba, tukaishi kwa ajili yako mfalme. Bwana, vijana kwa wazee wote tuishi kwa ajili yako Bwana, tuishi kwa ajili yako mfalme, wakubwa kwa wadogo mfalme wetu. Tunaomba Bwana ukatupe neema kuishi kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Mungu Baba, tumekuishi kwa ajili yako mfalme. Bwana, wakatutengeneze mfalme wetu, maana Bwana wakati mwingine hatujui namna ya kufanya, lakini Yesu tunakuomba Bwana ukatutengeneze. Wewe ulimtengeneza Sauli, tutengeneze Bwana, ukamgeuza akawa Paulo. Bwana, tutengeneze tuwe watoto wako mfalme. Bwana, tuishi kwa ajili yako, tuwe faida yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Jehova Mungu mtakatifu Bwana wangu, ninakuomba sana kwamba Bwana mabwana Mungu mtakatifu Jehova, Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatupe neema Bwana wangu na baba yangu katika jina la Yesu. Ukatupe Bwana kuishi kwa kusudi yako. Tupe Bwana Bwana tuishi kwa ajili yako. Mungu mwenye haki Bwana, ukafurahishwe na kuishi kwetu Jehova Mungu mtakatifu, baba yetu na Mungu wetu Bwana mabwana. Kwa jina lenye nguvu tena la Yesu Kristo Mwokozi, Baba na nguvu zetu Jehova. Baba, tunakuomba ukatupe neema ya Bwana tuishi Bwana unavyotaka wewe, tuwe kila ambacho
ambacho ulikikusudia kwa jina la Yesu. Kile ambacho Bwana kwa ajili ya hicho ulikamata matope ukatengeneza. Jehova, tunakuomba Bwana wangu, tutengeneze hivyo. Jehova Mungu mtakatifu, uhakikishe kwamba unafaidika kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani. Uhakikishe kwamba unafaidika kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani katika jina la Yesu. Bwana wangu nakuomba, yule ambaye yuko kwetu nyumbani anaomba saa hii, Bwana wangu naomba neema yako na iwe kwenye hicho chumba ambacho yupo, awe kwenye hiyo rumu aliyopo kwa jina la Yesu, na iwe kwenye hiyo rumu aliyopo. Naomba nguvu yako ikashuke, naomba uwezo wako ukamjaze, naomba Bwana nguvu yako ikatamalaki hicho chumba, tamalaki Bwana kila kilichomo ndani kwa jina la Yesu. Yesu nakuomba Bwana wangu ya kwamba Baba ukatamalaki kila kitu ndani humo kwa jina la Yesu. Tamalaki moyo wake, tamalaki nafsi yake, tamalaki Bwana, tamalaki kila kitu Jehova kwa jina la Yesu. Mwokozi mwema na nguvu zetu Jehova nakuomba Bwana, kwamba Mungu mtakatifu Jehova Bwana wangu, naomba neema yako Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana na iwe juu yake. Yesu nakuomba uweza wako na uwe juu yetu. Yesu uwe pamoja nasi Bwana Baba, maana tukiwa peke yetu tunaenda wapi, tunafanya nini hatujui, hatuelewi. Maana wewe uonaye kesho, wewe ujuaye majira yajayo, wewe ujuaye mwisho. Bwana wangu unaweza kutuongoza. Tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu Bwana Baba, wala tusio watu wa kawaida. Yesu naomba neema yako, naomba ujazo wa Roho ndani yetu Bwana Baba. Moyo wangu unakuonea shauku, unakuonea kiu, Mungu wa mbingu na nchi, unakuonea kiu, unakuonea kiu, unakuonea kiu, unakuonea kiu, tunakuonea kiu Bwana, tunakuonea shauku aufuatilie leo. Yesu tunakuonea shauku, tunakuonea shauku. Kaa kwetu, kaa ndani yetu, tukae ndani yako Baba, ukae nasi. Tunakuomba uwepo wako, neema yako, nguvu yako iwe dhahiri ndani yetu. Tembea nasi Yesu, ukajidhihirishe, tembea na kila mmoja Bwana wangu, nakuomba jidhihirishe Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana imefika mahali watu wamechoka Baba, nakuomba Bwana uisha tena mioyo. Nakuomba Bwana kwa uwepo wako, kwa uwepo wako Bwana, uwepo wako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Roho Bwana kuomba Baba ukatamalaki, Baba tamalaki katika jina la Yesu. Roho Bwana kuomba ukatamalaki kipekee. Yesu nakuomba tembea nasi, tunakuonea shauku kuliko walinzi wanavyongoja asubuhi, kuliko wale anavyotamani mito ya maji jangwani. Baba tunakuomba, tunakuonea shauku. Yesu tafadhali, tafadhali Bwana ukadhihirike ndani yetu, hata nguvu yako iwe dhahiri ndani yetu, hata uwezo wako uwe wazi ndani yetu. Jehova tunaomba neema yako Bwana, neema yako, uwezo wako na nguvu zako. Yesu tunaomba Baba, tunakuhitaji wewe Baba, tupe neema ya kulielewa neno lako. Watu wangu nakuomba utupe neema ya kulielewa neno lako. Wala Bwana tusiishi tofauti, tusiishi tofauti Bwana Baba, tupe neema sana ya kulielewa neno lako, Mfalme wa utukufu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Rigadi ya mandori ya gashaka, rege mandori ya kaba, rege dibra haza, rege dibra zoya, rege dibra haza kama, yegedi mahazaka, rege mona ya kazi, yegedi ya maha, yego baza ya nao. Hallelujah. Rege miandori ya gushiketa, ragamandara bashiki, ragodo burshahaya, rege di mandara bashakat, zeyemondara ba. Hallelujah Bwana. Rigo biahaza, rigo biahaza, rigo biahaza, rege biahaza, rigo biahanda, rege biahanda, rege di mahanda, regedi mahando, riga bahaza, rikina mando riagada, regede mando. Hallelujah Bwana, hallelujah Bwana. Jehova, Jehova, origayanda. Hallelujah. Eloi, 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 Eloi. Manifest within us, O Lord. Manifest yourself within us in the name of Jesus. Baba, naomba ukaonekane, ukadhihirike katikati yetu Jehova. Tupe furaha tena, tupe furaha Bwana ya kukaa duniani, tupe furaha ya kukuamini, maana furaha ni uwepo wako, furaha Bwana utukufu wako, furaha ni nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu. Baba, tupe kukufurahisha wewe, Mfalme, tupe kukuishi wewe, tupe kukufurahisha wewe Bwana. Ufurahishe sana kuwepo kwetu duniani, katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba yangu, ninaomba sana neema yako Bwana wangu na iwe juu yetu.
Na iwe juu yetu neema yako, uweza wako Bwana wangu, na uwe dhahiri ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakushukuru sana Bwana. Majira haya nimekuja kwako Mfalme, nikiomba kwamba Bwana Mungu mtakatifu wa pamoja nasi tena katika alfajiri ya leo. Mfalme wangu nakuomba Bwana, Bwana ukatembee na watoto wako katika jina la Yesu. Bwana, yako mahitaji mbalimbali ambayo wanayaombea sasa, yako mahitaji mbalimbali ndani ya mioyo yao Bwana, wengine ni ya kiuchumi. Bwana Yesu nakuomba, kumbuka wameamua kutafuta uso wako, wameamua kukutafuta wewe Bwana Yesu. Naomba tokea kwao eneo la uchumi Bwana Baba, kusiwa na dilema, usiwe na hali ya sintofahamu. Bwana, wasikae desperate katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, wasikae katika hali ya sintofahamu. Bwana wangu naomba wape nuru Bwana Yesu. Wameamua kutafuta uso wako, wameamua kukutafuta wewe, hitaji la mioyo yao ni wewe Yesu. Nakuomba Bwana, achilia utoshelevu. I declare divine provision, I declare divine provision in the name of Jesus. Yes, I declare divine provision. Yes, divine provision. I declare divine provision in your life from now in the name of Jesus. Bwana wangu naomba Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana Baba ukaachilie neema yako Mfalme, na juu ya watu wako Mfalme. Bwana wangu naomba utoshelevu juu yao, utoshelevu kwenye uchumi. Wape neema ya Bwana ya kupata vingi, wape neema ya kupata vingi, wape kibali cha kupata vingi, wape kibali cha promotion kwenye ajira zao. Wape neema ya Bwana, wape kupata promotion, wape kupata promotion, kuongezwa mshahara, kupandishwa vyeo. Yesu, wape neema. Wanahitaji kupandishwa madaraja, wape neema ya Bwana. Wale ambao wanastahili, wape Bwana. Tunakataa upendeleo, tunakataa undugu, tunakataa urafiki, hapana, lakini makusudi yako hayo ndio yakatimizwe kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tunakuomba ukawatetee walioajiriwa Bwana kule kwenye ofisi. Kuna wengine wanatumia ushirikina, wanawasumbua wenzao. Na pinga hiyo roho ya ushirikina, na ipinga hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Haina mamlaka. Wana wa Mungu watakaa salama kwenye hizo ofisi, wala shetani huna mamlaka yoyote kwa jina la Yesu aliye hai. Lisikie la Bwana asubuhi leo yako Bwana, ukamshindia Bwana, atakushindia katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wewe poko Bwana, ukamfunike wewe mtu, ukamshindia mtumishi wako, ukampe kushinda kwa jina la Yesu. Mpe kibali kwenye biashara yake, mpe wateja kwa wingi, mpe Bwana kuiona tofauti katika kukuamini na kukutafuta wewe Bwana, na katika wale wasio muamini na kumtafuta Yesu. Nakuomba ukajidhihirishe, onyesha tofauti Bwana Yesu. Naomba kuanzia leo na ionekane tofauti, nisianguke Bwana, hanitaanguka tena lolote chini ambalo umenizungumza Bwana. Baba Mungu mtakatifu Bwana Baba, isipungue neno kwenye ahadi zako, lisipungue neno katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukaonekanie watoto wako Yesu, waonekanie kwenye uchumi wao, waonekanie roho za chuma ulete, roho za uharibifu kwenye uchumi wao kwa jina la Yesu. Hazina mamlaka kwenye elimu zao, hazina mamlaka. Napinga hizo roho kwa watoto wao, napinga hiyo roho ya uharibifu kwenye elimu kwa jina la Yesu. Adui wa msalaba huna mamlaka, ninakukemea kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nakuomba, tamalaki watoto wako, walinde Bwana, ukawatunze mikononi mwako Mfalme. Bwana Yesu, naomba ukaonekanie kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, naomba ukadhihirike Jehova. Bwana wangu nakuomba, wale wagonjwa gusa miili yao, ponya kabisa, natamka uzima juu yako kwa jina la Yesu. Wherever you are, receive a healing in the name of Jesus. Baba, tunaomba asopo mtoto anaonewa na nguvu za giza kwa jina la Yesu, popote pale alipo, moto na uwake achiliwe kwa jina la Yesu aliye hai. Roho pana kuomba, tembea hapo alipo, akafunguliwe. Iko ni roho za usukule, ndoto mbaya za uzinzi, toka. Una mamlaka. Majini maaba yanayovuruga ndoa, pigwa, haribika kwa jina la Yesu. Na hiyo ndoa ikarejewe na amani. Yesu nakuomba neema yako Bwana, wape watoto wako kumbukumbu kwa elimu zao. Bwana Yesu, wape kufanikiwa, wape kufanya vizuri katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba ukawabariki watoto wako wanapotoka Bwana sasa kwenye ibada hii na kuelekea kwenye majukumu yao ya siku. Tunaisemesha hii siku tarehe 26. Yesu, tunaikabidhi mikononi mwako. Tunatamka mema yatatujia, mema yatawajilia watoto wako. Naomba mema yawajilie watoto wako, mema yawajilie wakapokee vingi kwako kwa jina la Yesu. Adui wa msalaba huna mamlaka, adui wa msalaba huna mamlaka, wala utafanikiwa tena. Hiyo hila ya adui
ya kukata umeme kwa jina la Yesu tunaikemea leo katika jina la Yesu. Haitafanikiwa tena, haitatokea tena kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Sio saa ya ibada. Roho Mtakatifu na kuomba Bwana fanya njia katika jina la Yesu. Baba, naomba ukawalinde usafiri wanaotumia kwenda makazini, naomba pamoja nao, walinde watunze mikononi mwako, wakawe salama. Yesu ukawahifadhi, ukajitukuze kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana akakubariki na kukutekalia, ukatembee uweponi mwake na ionekane tofauti katika kukaa kwenye uwepo na bila uwepo wa Mungu. Bwana akubariki sana. Mungu wa mbingu na nchi akupe neema, akupe kibali katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Kutakia siku njema. Tarehe 26 mwezi wa 11 25. Yesu akakuonekanie, Yesu akushangaze. In the name of Jesus. Amen.